kuingizwa kwenye mitambo ya uchakataji ili kupata kile ambacho tunakitaka. Sasa kuna yaani zile hatua tofauti tofauti kulingana na madini ya sehemu husika. Mchakato ambao unafanyika kupata madini ya gold au silver au diamond ni tofauti na mchakato ambao unafanyika kupata madini yetu hapa ya hizi kokoto au na mawe na mchanga. Nitaenda kuelezea kama muda utakuwepo hiyo mchakato inatofautiana vipi, lakini nitagusia pia mchakato wa madini haya hapa yana nini kinafanyika ili kuyapata madini yetu hapa. Kingine nitagusia sasa, naenda kwenye migodini kuna taka gani? Hizi taka za migodini sasa zimetofautiana kulingana na aina ya mgodi au aina ya madini yanayochimbwa pale. Taka za mgodi ambazo zinapatikana kwenye migodi ya kuchimba madini ya hii dhahabu na madini ya kopa na madini ya iron na silver ni tofauti na taka ambazo zitazalishwa kwenye madini yetu haya hapa ambayo yanapatikana hapa kokoto na mchanga. Tofauti sababu tukiangalia madini ya gold na silver takataka zake ni hatarishi sana ukilinganisha na madini yetu ambayo yanapatikana hapa. Kwa sababu madini ambayo yanachimbwa hapa ya kokoto hayahusishi matumizi mengi ya maji kwenye process zake, zile michakato yake ya kuyapata haya madini yetu. Kinachofanyika ni tunaita dry process, ni mchakato mkavu, hauhusishi kutumia maji mengi kama wanavyofanya gold kule. Ingawa maji machafu yatapatikana ikitokea kuna mwamba ambao umechimbwa kule, kuna ile uwezekano wa asidi yale maji machafu kutengenezeka, kwa sababu hizo asidi tunazozizungumzia asidi ambazo zinatengenezwa kwenye migodi zinatokana, tunapochimba chini huko tunakutana kuna mwamba una uwezekano wa asidi kutokea endapo utaungana na oxygen hii hewa yetu ya kawaida, na pia utaungana na maji. Kwa hiyo sehemu yote tukiwa tunachimba chini huko asidi haiwezi kutokea, kwa sababu huko chini kumezibwa gesi hii hewa yetu ya kawaida ya oxygen haipo. Lakini sasa tukishachimba, maana yake tumetoa ule mwamba wenye uwezo wa kutengeneza asidi, tumeutoa nje, utaungana na hewa yetu ya oxygen na pia utaungana na maji kama mvua itanyesha. Matokeo yake sasa kinachokuja kutokea ni mvua ikinyesha, kama ule mwamba utakuwa na uwezekano, maana kuna mwamba mwingine hauna uwezekano wa asidi kutokea endapo kama utaungana na hewa na maji, lakini kuna mwamba mwingine asidi itatokea endapo kama utaungana na hewa na maji. Kwa hiyo sasa chochote kinachotokea aidha kwenye migodi yetu hii ya hapa katika swala zima la uchafu wa migodini, ambao sasa nalenga katika swala zima la uchafuzi wa maji, chochote kitakachotokea cha maji machafu kuwepo katika eneo husika, tusisemee moja kwa moja labda yale maji machafu, kwa sababu kama nilivyosema, kuna uwezekano wa kuchimba chini huko tukakuta ule mwamba ambao umechimbwa una uwezekano wa asidi kutokea, maji machafu kutokea yenye asidi endapo kama utaungana na hewa na maji. Lakini pia kwenye hilo eneo husika hilo kuna uwezekano asidi kutokea, kwa sababu ule mwamba unawezekana usiwe na hilo uwezekano wa kutengeneza hiyo asidi. Na ndio maana kabla hizi shughuli za uchimbaji wanafanya utafiti wa udongo uliopo pale. Wanafanya utafiti, wanachimba kwenda chini kwenye mita kadhaa kwenye ile eneo kwa chini ambayo madini yale yanapatikana, ili kujua sasa, je, ile eneo la pale ule udongo wa pale au ule mwamba pale una uwezekano ukitoka nje, tukiuexpose nje, tukichimba tukiutoa nje, ukiungana na oksijeni yetu na kuungana na maji, je, kuna uwezekano wa maji machafu kutokea hiyo asidi na viumbe vyetu vikinywa yale maji, na sisi wenyewe tukinywa yale maji tukababuka, ng'ombe wakafa, mbuzi wakafa? Kama kweli ule mwamba una uwezekano, wakishafanya tafiti zao kabla wale wanaichimba waga wanatafuta watu wa jioni, watu wa miamba, wakishajua kwamba huu mwamba una uwezekano wa asili kutokea, sasa wao sasa ndio watakuwa wanafanya zile hatua za kupambana na ili zile takataka yale marundo ya mchanga
ili yasije yakasababisha hiyo asidi na kutiririka kwenda kwenye vyanzo vya maji. Kwa ufupi, naona nimebezi sana kwenye takataka za mgodini, ingawa nimebezi sana kwenye takataka za maji, lakini pia kuna takataka pia za mavumbi, kuna takataka ngumu, na kuna takataka za gesi. Takataka za gesi ambayo inachafua hewa yetu. Magari yanapofanya shughuli, yale malori makubwa, yale yanayochimba, kuna carbon dioxide inatengenezwa, na pia kuna vumbi. Vumbi pia linachafua hewa yetu. Kwa hiyo pia ni moja ya takataka ambazo zinaenda kuchafua mazingira. Na ukiangalia mazingira pia tunadumisha na hewa. Kwa hiyo hapa tunaona kuna kwenye mchakato wa uchimbaji wa madini, baada ya takataka ambazo zinazalishwa wakiwa wanachimba, tunaona kuna takataka za miamba. Takataka za miamba ni ile miamba ambayo hatutaki kutumia, tunachukua kile ambacho tunachokitaka kutoka ardhini. Pia kuna takataka za michanga, marundo ya mchanga ambao hatuyataki pia, kwa sababu ule mwamba inawezekana uko chini. Tutaengua mchanga ambao hatutaki, tutadampu pembeni, tutaweka pembeni, kama alivyosema mheshimiwa mmoja kwamba alirundikwa marundo mvua ikinyesha maji. Kwa hiyo kuna takataka za aina hiyo, mchanga utarundikwa. Kuna takataka za miamba isiyohitajika, yaani tusiyohitaji. Sisi tunachukua madini ambayo tunayataka kwenye lile eneo. Lakini pia kuna takataka za maji ya migodini. Maji ya migodini pia wanapochimba kwenye ile eneo, kuna uwezekano wakichimba kwenda chini wakakuta kuna mwamba una maji. Sasa ile miamba ambayo ina maji, yale maji waga wanayatoa nje ili kuendelea na shughuli zao. Sasa yale maji kama lile eneo kama nilivyosema, kama litakuwa lina uwezekano wa maji na hewa yetu oxygen ikiunganika kutengeneza asidi, basi yale maji inabidi wayadhibiti sasa, wasije wakayamwaga huko. Lakini kama yatakuwa salama, maji ni uhai na maji tunahitaji. Endapo kama watakuta chini kule kuna maji yanapatikana na wanataka kufanya shughuli zao, watayapampu nje, watayatengenezea kisima kingine, wataweka au watayatumia kwa shughuli za pale, na wakati mwingine kusambaza kwa watumiaji. Kuna takataka nyingine ambazo zinapatikana baada ya kufanya sasa tumeshachimba madini yetu, mawe yale makubwa, nazungumzia hapa sasa, mawe yale makubwa tumeshachimba, watayapeleka kwenye yale makasha ya kuvunja. Kwenye yale makasha wanapovunja, kuna aina mbili za kitu ambacho kinapatikana. Kuna zile kokoto, lakini pia kuna yale mavumbi ya kokoto ambayo pia wanayatumia kwenye ujenzi. Kwa hiyo hapa kinachotokea hasa hapa kwenye swala la takataka wakati wanafanya shughuli ya kuyavunja ni mavumbi na ile gesi ya carbon dioxide itatengenezwa. Lakini kwa hiyo kwa haraka labda niweke wazi kwenye swala la takataka ambazo zinazalishwa kwenye migodi yetu ya hapa. Takataka kubwa ambazo zinazalishwa kwenye migodi yetu ya hapa ni takataka ngumu, ambazo ni hiyo marundo ya miamba ambayo tusiyohitaji, na pia ile marundo ya michanga ambayo tusiyohitaji ili tuchukue yale madini tunayopata. Na pia takataka nyingine ni zile ambazo zinachafua hewa kama carbon dioxide. Lakini pia kuna takataka nyingine ambazo zinaweza zikazalishwa, tunasema kwenye hizi prosesi zetu hapa zinazofanyika, hawatumii kiasi kikubwa cha maji ili kukamilisha michakato yao ya kupata hizo kokoto. Kwenye migodi ya madini ya goldi na silver na diamond, huko ndio wanatumia maji mengi sana. Kwa hiyo yale maji ni hatarishi. Lakini hapa kwetu kwenye migodi yetu hawatumii maji. Wanachimba, wanaenda wanacrash, wanavunja, tumeshamaliza. Lakini kwa hiyo takataka za maji hatarishi nyingi sana uaga hazitokeagi kwenye yao maeneo. Endapo zinatokea endapo mvua itanyesha na yale maji yakabeba ule mchanga kwenda kwenye vyanzo vya maji. Kuna awamu nyingi au kuna awamu ambazo zinafanyika kwenye miradi ya uchimbaji. Kwanza, awamu ya kwanza ni ya utafutaji. Wanakuja huko wanatafuta eneo, je, hapa chini kuna mwamba ambao tunaweza tukapata hizo kokoto. Wakishapata wanaanzisha sasa ule mradi kwa kujenga kuandaa yale maeneo kwa ajili ya kuchimba. Alafu kinachofanyika sasa baada ya hapo, awamu nyingine ya tatu ya mradi wa uchimbaji, ndio wanaanza kuchimba sasa yale madini na kufanya
wanaanza kuchimba madini na kufanya hizo michakato ya kutengeneza hizo kokoto. Lakini pia kingine wanapochimba yale mabaki ambayo hayatakiwi na ile michanga ambayo haitakiwi, wanatakiwa wayadhibiti ili asije akaleta athari za kuporomoka kwenye vyanzo vya maji na endapo kama yatakuwa kuna uwezekano wa asidi kutengenezwa, basi wayadhibiti, wayajengee sehemu muundombinu wa kuyadhibiti yale ili asiweze kushuka kwenda kwenye vyanzo vya maji. Kama mheshimiwa pale aliposema hilo ni tatizo pia kwenye eneo lake. Kwa hiyo yale yanatakiwa adhibitiwe. Na hilo ni moja la swala ambalo maafisa mazingira sisi kutoka NEMKI na maafisa mazingira hapa tunapoenda kufanya ukaguzi waga tunawashauri hii michanga ambayo imerundikwa haitakiwi. Inatakiwa idhibitiwe isishuke bondeni, kwa sababu ile michanga pia inakuja kutumika kama tulivyosikia hapa, mgodi ukishachimbwa baadaye wanatakiwa warudishie kama ilivyokuwa. Kwa hiyo ile michanga inahifadhiwa ili baadaye ijirudishiwe kwenye ule mgodi, ili mgodi wetu urudi kama, ili ile sehemu yetu irudi kama zamani. Kwa hiyo yanatakiwa adhibitiwe na sio kutupwa ile michanga ambayo imerundikwa pale. Lakini pia awamu ya mwisho sasa, tumeshachimba, tumeshapata pale yale madini yetu labda ya kokoto yameshaisha pale kwenye ile sehemu, tunafunga mgodi sasa. Tunahitimisha, tunagairisha kuchimba na tunafunga mgodi. Hiyo ndio awamu ya mwisho ya madini. Kwa hiyo wanahitimisha na wanafunga mgodi. Kwenye kufunga mgodi kuna mipango, kuna hatua ambazo wanazichukua. Hatua ya kwanza, wanapofunga mgodi wanatakiwa warudishie lile eneo, kisheria lile eneo wanatakiwa walirudishie kama lilivyo. Sasa wanarudishia eneo kama lilivyo vipi? Yale michanga, marundo ya miamba isiyohitajika watayarudishia kwenye lile eneo na watapanda miti kwa juu. Alafu watamaliza. Kama kulikuwa kuna maji ambayo yamehifadhi yalikuwa ni hatarishi, au kuna mchanga ambao yamehifadhi, au marundo ya miamba ambayo yalikuwa hayahitaji, yana uwezekano wa kutengeneza asidi, basi wanatakiwa wayafanyie tunasema monitoring, yani kukagua kwa kipindi fulani, labda kila baada ya mwaka mmoja wanakagua, je, yale walivyodhibiti havijaharibika, ili warudishie visije vikaleta athari. Na hiyo mara nyingi inafanyika kwenye migodi inayochakata gold, sababu ni takataka zake ni hatarishi. Sasa moja kwa moja niende kwenye masuala ya mazingira kwenye migodi. Masuala ya mazingira kwenye migodi. Masuala ya mazingira kwenye migodi moja kwa moja nitaenda kwenye athari katika vyanzo vya maji, au athari katika vyanzo vya maji. Athari katika vyanzo vya maji kwenye migodi yetu, nafikiri kama tulivyosema, katika michakato yake haihusishi matumizi ya maji. Aidha matumizi ya maji yanayotumika pale makubwa ni kwa ajili ya shughuli za kawaida kama za nyumbani, kuoga na nini. Lakini hawahitaji wakati wanafanya process kutumia yale maji kwenye michakato haya. Kwa hiyo maji sasa vyanzo vya maji vinaweza vikachafuliwa endapo kama yale michanga tuliyoitoa tukaiweka nje. Mvua itanyesha, itaungana kama nilivyosema, ikatengeneza asidi. Hapo ndio tunaweza tukapata vile drainages, vile vimitalo ambavyo vina hiyo chembe za asidi. Lakini pia kwenye uchimbaji hapo kuna maporomoko ya udongo na takataka za migodini ambazo zinaenda kwenye vyanzo vya maji, na hilo tumeliona lipo, mheshimiwa alizungumzia. Ni moja pia ya athari ambazo za uchimbaji wa madini kwenye vyanzo vya maji, ile michanga inayorundikwa. Lakini pia kuna kingine nilizungumzia, hii athari kwenye swala la kutoa, endapo kama mwamba watakuta una maji chini. Sasa ili waendelee na shughuli zao, watatoa yale maji. Pia ni athari, kwa sababu tunaharibu ile mwamba kule wenye maji. Nakumbuka kuna watu wanatumia maji ya ardhini, wanachimba visima vya chini zaidi. Lakini pia kuna kingine hiki nafikiri nimeshakizungumzia, ni yale marundo ya mchanga ambayo yakiporomoka kwenda chini kwenye vyanzo vya maji yanaenda kuchafua. Kingine
athari kwenye hewa, kwenye ubora wa hewa yetu. Sasa hewa yetu kwenye hizi migodi yetu ambayo inachimbwa hapa, hewa yetu inaathiriwa kwa vitu gani? Tunaanza kwenye mobile sources, vile vyanzo ambavyo vya uchafuzi wa hewa ambavyo vinaweza move magari, yale magari makubwa ambayo yanatumika kuchimba pale, yale mavifaa yanayotumika kuchimba. Kwanza vumbi linazalishwa pale, na pia kingine hewa ya carbon dioxide inapotoka inaenda kuchafua. Lakini pia kingine ni magari wanayotumia kusafirishia kwenye shughuli zao, lakini pia magari ambayo wanatumia yale malori wanatumia kusafirishia yale madini kutoka kwenye mgodi kupeleka kwenye sehemu ambayo wanaenda kuvunja. Pia kuna vyanzo ambavyo haviwezi kusogea ambavyo ni generator. Yale magenerator wanayotumia pale yanatoa carbon dioxide, yanachafua hewa. Lakini pia kingine kuna sasa vumbi linazalishwa. Vumbi jingi sana linazalishwa. Hayo ni athari sasa kwenye hewa. Vumbi linalozalishwa likija kwenye hewa, athari inatokea. Okay. Lakini pia kingine, athari nyingine ni tunaharibu tunaharibu makazi ya wanyamapori. Sababu mradi unapotokea pale, kama umeshafanya study zao, umejigundua hapa kuna madini pale, kuna miti, labda kuna vichaka ambavyo kuna wanyama wanaishi pale. Kwa hiyo wanapotoa vile vichaka na kuendelea zile shughuli, wanaharibu makazi ya wanyamapori. Lakini pia kingine kuna athari kwenye udongo, kwenye ardhi yetu. Endapo kama ule mwamba uliochimbwa na ule udongo uliozundikwa pale una uwezekano wa kutokea asidi, pia na udongo wetu chini utachafuka kulingana na huo mradi wa mgodi wa eneo husika. Lakini pia kingine, tusizungumzie tu athari hasi, tusizungumzie athari chanya. Tusizungumzie athari hasi. Huku nyuma nimezungumzia athari hasi. Sasa migodi ina athari chanya. Athari chanya, nafikiri baadhi ya athari chanya zimezungumziwa, zote zimezungumziwa. Hii kitu mlichozungumzia CSR. Mgodi sio lazima mpaka mmiliki wa mgodi aje mwenyewe labda kwenye kijiji au kwenye kata au kwenye halmashauri kutaka wafanyie labda wanunulie tofali kwa ajili ya kujengea shule au zahanati. Pia hata halmashauri pia au kijiji, serikali ya kijiji inaweza ikaenda kuomba kwenye eneo husika la mradi unaochimba, bwana kuna tatizo, na wao wanafahamu. Tunapofanya kaguzi, tathmini za athari za mazingira, tunawataka wao sasa, endapo kama kuna uhitaji wa tofali au simenti nataka kujengea shule au choo kwenye zahanati, wao wanatakiwa sasa kutoa chochote walichokuwa nacho kwa ajili ya kusaidia lile, kwa sababu ni moja ya kitu ambacho kinawahitaji wafanye. Ule mradi upo kwenye eneo letu, sasa sisi tunataka utusaidie simenti mifuko 3 tujengee choo. Nao watasema kwamba wanaweza kutoa au hawawezi, lakini kwa mradi kama mkubwa kama Ukokoto kama huu, kutoa hiyo mifuko 3 nafikiri itakuwa sio tatizo kwao. Lakini pia kingine, athari chanya nyingine ni kukusanya mapato. Serikali inakusanya mapato. Sasa mradi, changamoto zozote kwenye hii miradi ya migodi inapotokea, tusiseme moja kwa moja kwamba tukafunge mgodi kwa sababu ya kitu hiki kimetokea. Huenda kile kitu kimetokea labda kama maji yameingia kwenye mto, usije ukasema moja kwa moja kwamba yale maji yametoka kwenye mgodi ule pale, kwa sababu maji yanatokea kutoka mbali. Sasa basi, kuna watu ambao wamewekwa kwa ajili ya kudhibiti hizi changamoto, na ndio maana kuna maafisa mazingira, kuna watu wa NEMC. Shughuli za kibinadamu lazima ziendelee ili kupata kile tunachokihitaji. Kwa mfano madini ya kokoto tunajengea nyumba, tunajengea barabara. Kwa hiyo hatuwezi kuzuia kwa sababu labda asidi au maji machafu yanaweza katokea kaua ng'ombe. Hatuwezi kuzuia, badala yake sasa tunaweka wataalamu ili kudhibiti. Na katika swala zima la kudhibiti, kitu kinapotokea tusitoe hukumu moja kwa moja. Kama alivyosema afisa mazingira, mkemia mkuu anakuja kuchukua sample kwa ajili ya kufanya chunguzi, na sio moja kwa moja kuanza
kuleta tafulani kwa yule mwekezaji. Haya mambo yanaenda hatua kwa hatua kulingana na utaalamu. Na ukizingatia hapa kwenye migodi yetu kama tulivyosema hii ya uchimbaji, hamna maji hatarishi sana. Ingawa yanaweza yakatokea kama tumesema, kuna mwamba ambao unaweza ukatengeneza zile asidi. Mwamba ambao una uwezekano wa kutengeneza zile asidi endapo utaungana na hewa na maji. Lakini huko kwenye migodi inayotengeneza gold na nini, kuna maji hatarishi ambayo lazima muda wote yadhibitiwe. Labda kwa kusema hilo, kwa kusema hayo na kumalizia katika masuala ya haya kwamba kufungamana na shughuli za kijamii, nafikiri niishie hapo. Kuna haja kubwa ya kutoka aidha kamati husika ya uchumi na mazingira ishuke kwenye maeneo yetu ya migodi, ikiwa na mkuu wa idara husika, iende ikajiridhishe haya yanayosemwa ya kuhusiana na taka za mazingira katika migodi yetu. Tuko salama? Imani yangu kwenye migodi yetu iliyopo kwenye halmashauri yetu ya Chalinze kuna hali mbaya na hali hatarishi kuhusiana na mashimo, kuhusiana na vumbi. Ni hali mbaya na hali hatarishi. Kwa hiyo ningeomba Mheshimiwa Mwenyekiti, kulingana na hii washa fupi wenzetu vijana wetu wamekuja kutuwezesha, basi nitoe ombi au maoni au ushauri. Kamati ya mazingira kwenye mzunguko wao huu basi jikite sana kwenye maeneo haya ili wakaone athari zinazopatikana kwa wawekezaji wetu huko. Hali sio nzuri sana kwa haya, maana tukianza kusema hapa nitakutajieni kampuni moja mpaka nyingine, hali mbaya. Lakini pia kwenye halmashauri yetu ukisiana na vumbi, ni barabara tu hivi inaoenda kwenye maeneo hayo ya kampuni, inadhihirisha wazi watu wanaweza wakatushitaki kule. Kisambu halilikitembele hauweki ugali nje, lile vumbi ni vumbi hatari tupu. Gari makubwa yale yamechukua matani mengi, yanapopita ni vumbi, nyumba zao zote, mabati yao yote meupe kule. Kwa hiyo nendeni mkajionee, muone wananchi wetu hivi vifua vikuu hawa kwa mwaka huu watapishana navyo. Hali ni tete. Ikiwezekana mtoe ushauri na sawa mazingira, nini kifanyike? Kama makampuni yale basi yamwage maji kwenye ile barabara ili hali iwe nzuri. Hali kule si nzuri na si shwari. Mwenyewe shahidi. Diwani mwenzangu jana tulienda kwenye kerokero zetu tukishirikiana na kata ya Msata. Jamani, ni hatari tupu. Siwezi kusema sana, ila nawaomba kamati husika, kamati ya uchumi, nendeni mkajiridhishe. Na mkijiridhisha, mimi nadhani faini zitatokea huko. Kwenye kupanda miti kuna makampuni hayajapanda miti. Kwenye mashimo hayo mtayakuta wenyewe, na mimi wala siwatonyi wala siwaulizi, na kaa pembeni. Lakini kuna wale wana drill maji kwa ajili ya kupata maji kutoka chini. Hatimaye ile siku wanapotokea kudrill maji, utaratibu wake unakuwaje? Maana yake wanapodrill maji waweza kaja kuona hata hapo kadrill wakatoa ile kwenye kutaka maji. Lakini ile vumbi lile linalotoka, sijui utaratibu wake unakuwaje au tunadhibiti vipi kwa ile hiyo moja. Alafu na lingine, unapohitaji kuchimba maji kwa ajili ya kutaka kudrill maji, kuna utaratibu gani? Au kuna upatikanaji wa kibali au ni kodi? Naomba nipate faida hapo. Pia nizungumzia kuhusu hata upande wa wanyama, kwa maana kwamba hata kuharibu mazingira, hata wanyama pia wanakosa makazi. Kwa maana kitengo hiki kinazungumziwa hata upande wa wanyama. Mheshimiwa Mwenyekiti, bahati nzuri umekaimu hapo mwenyekiti, pia ni mwenyekiti wa kamati ya uchumi. Nikushukuru sana. Mimi niko upande wa madini.
Na bahati nzuri mtaalamu ni muombe na mwenyekiti ni kuombe sasa tuzunguke katika upande wa madini. Kwa mfano kwenye kata ya Kibindu kuna mashimo ambayo yamechimbwa ya madini yale ni ya mgodi. Chepe 30, chepe 30 unaweza kukuta ni futi, chepe ni futi 3. Kwa maana unazidisha mara 30 ni urefu gani? Mashimo yale hayajafukiwa. Kwa maana hata ukitembea, mimi nimeenda juzi kule, nimetembelea juzi na afisa madini kutoka Handeni. Sasa upande wetu atanisaidia mtaalamu hapo. Kwa nini aje afisa madini kutoka Handeni? Lakini unakuta yule mtu akitumbukia pale unakufa. Kwa yale mashimo kumbe yanatakiwa yafukiwe. Sasa ni kwa namna gani mashimo yale ambayo hayakufukiwa, na kama hayakufukiwa yanatakiwa yawekewe uzio? Ni hatua gani achukuliwe yule mtu? Lakini unaweza kukuta wale wenzetu wa barabara wa TANROADS wanachimba. Mimi nimejaribu kuwafuatilia, nakwambia sisi tunachimba upande wetu wa TANROADS. Lakini anayeathirika pale si watu wa TANROADS, anayeathirika ni wakazi wa kijiji kile ama wakata ile. Hata kama amefukuzwa mtu kukimbia mla anatumbukia kwenye bwawa lile la maji. Kwa hiyo ni kwa namna gani sasa kitengo hiki cha NEMC kitatusaidia kwa namna gani watu wa TANROADS? Na amezungumzia sheria kama zitagongana, sheria za NEMC ndio za mazingira ndio zinazochukuliwa hatua. Kwa hiyo nione sasa halmashauri tuongoza kwa namna gani ili sheria isimame. Nashukuru kwamba katika mafunzo yake aliyotoa anasema, yani katika wale wawekezaji wale anasema si haja sana tunaweza tukawaendea, lakini mtu wa mazingira amesema ni sheria. Sasa hebu liweke wazi ili maana usije ukaregeza sheria ya mazingira ambao sisi kusaidiwa katika kwata zetu wanapokuja wawekezaji ni sheria. Sasa wewe umesema si sheria tunaweza tukawaendea kama urafiki. Tukiwashika huko kama urafiki, maana yake tunavunja sheria nchi, lakini tunavunja kuleta maendeleo ya ujumla katika maeneo yetu. Maana kweli kabisa leo wako madiwani mgodi unakwenda pale, lakini aende akajikombe, wakati kumbe iko sheria ya mazingira inamtaka mwenye mgodi lazima asaidie maendeleo katika eneo husika. Hebu tuwekeni sawa hapa, maana athari kwa mazingira kuna kipengele kweli kinachomtaka, kuna kipengele kinachomtaka yule mwenye mradi, mmiliki wa mradi afungamane na jamii ya lile eneo la mradi ambapo unapatikana. Na kufungamana huko pia ni kuungana kwenye masuala mazima ya maendeleo. Masuala mazima ya maendeleo na kijamii, ikiwemo kama hivyo kujenga shule kama kuna darasa, kujitolea kwa chochote kile ambacho ambacho wanatakiwa wakitoe, ambacho nyinyi mna uhitaji. Kwa hiyo katika hili yeye ni lazima anatakiwa achangie katika swala zima la maendeleo ya jamii na uchumi kwenye eneo husika. Kwa sababu kama malalamiko vumbi, watu wanaathirika. Sasa mimi naathirika na vumbi, lakini hata kwa upande mwingine kama na watoto pia wapate shida kwenye kusoma au zahanati pia inakosa choo, kwa nini wasichangie? Lakini pia kwenye hili swala la vumbi pia wanatakiwa sasa kwenye hizo ripoti za tathmini za mazingira kabla hawajajenga ule mradi kwa tunazifanya. Hawezi kujenga mpaka apate cheti kinachomruhusu kutoka NEMC, cheti cha mazingira kwamba sasa wewe umejenga. Inamuelekeza mule ndani katika swala zima la kudhibiti hilo vumbi kwenye shughuli zile pale. Vumbi linatengenezwa katika sehemu wanaposafirisha, wanapochimba na wanapo crash, wanapovunja vumbi linatengenezwa. Kwa hiyo wao wanatakiwa kudhibiti huko moja hapo, wanatakiwa wanamwaga maji, wanafanya kumwaga maji kwenye yale maeneo ambayo labda magari yanapita na sehemu nyingine ambazo kuna uwezekano wa kudhibiti katika njia ya kumwaga maji. Nafikiri nafanya mjumuisho wa kujibu maswali sasa. Kuna swali hapa ili vumbi vitu vile tofauti, lakini ukazungumzia kitu cha pili hapa ambacho mimi nimekinasa, ulikuwa unataka kufahamu kwamba je, kuna vibali kwa ajili ya kupata ruhusa ya kuchimba visima vile vya chini, ndoa au tunaviita visima vya chini. Kuna watu wa bonde au wengine wanapatikana udongo pale chuo cha maji. Nani wale? Hao wanatoa vibali kabisa, ruhusa, yani kwamba permit vile vibali vya kuchimba.
na wakati tunafanya hizi kwenye hizi tathmini za mazingira, kama huyo mwekezaji pale chanzo chake cha maji ni hiyo borehole, visima vya chini vya kudrill, anatakiwa kwenye ile ripoti atachiwe permit ile kibali cha kumruhusu kuchimba pale, na huaga wanalipia. Kwa hiyo vibali vinapatikana na ni sheria ipo, na lazima kupata kibali kabla ya kuchimba hicho kisima cha chini. Kama alivyosema mtaalamu, ndio pale ambapo nimesema kuna sheria mbili zinakuwa zina apply kwa wakati mmoja. Yaani kuna sheria ya mazingira, wakati huo huo kuna sheria ya maji. Sasa kimsingi wakati wa kuchimba vile visima, kibali kinatolewa na watu wa bonde. Lakini wakati wana drill yale maji, ni lazima afisa mazingira wa eneo husika awepo ili aweze kutoa maelekezo aidha kama kuna madhara yatatokea au hakutakuwa na madhara. Na ndio maana nafikiri hiyo ndio concern yako. Sasa kinachotokea, wale watu wa bonde wanatoa kibali. Sawa? Wakishatoa kibali wanakuja wao peke yao. Hawamshirikishi afisa mazingira wa eneo husika. Wakianza kudrill, vumbi linasimama, wananchi wanapiga kelele, wanarudi wapi? Kwa afisa mazingira. Ndio nasema hizi sheria mbili zinatakiwa zifanye kazi pamoja. Kwa hiyo wenzetu wa bonde wanatubypass. Wanatoa kibali, alafu afisa mazingira haendi kwenye eneo la tukio. Lakini hapa tuko wa semina hii. Kwanza tukushukuru waandaji wa semina. Yaani hapa ni maneno mahusiano. Yaani unajua sisi kama halmashauri huwezi kuingia kwenye nyumba ya mtu bila kupiga hodi. Afisa mazingira huyu, mtaalamu wa mazingira ametoa semina nzuri kabisa. Sasa utakujaje wewe mtu wa bonde ukatoa kibali Msata, afisa mazingira hajui? Yaani hapa ni kutengeneza mahusiano, kwa sababu leo hata waziri mkuu hilo amesemea sana kwamba wako wataalamu anatoka wizarani anakwenda site moja kwa moja. Hapana, ifike mahala afisa mazingira na mkurugenzi mkae chini muambie ni marufuku kwa mtaalamu wote au mtumishi wote kuingia halmashauri ya Chalinze bila mahusiano. Maana sheria hata zikikinzana, lakini leo siku ya siku utatokea mgogoro tu. Anatokea diwani naye anasema hapa hufanyi hata kama una kibali. Siku ya siku tunakinzana serikali kwa serikali. Mimi ushauri wangu ni huo, kwamba tuwe na mahusiano. Lakini nyinyi wenzetu wa MEMKO na MEMKO kuwa na mahusiano tu. Yaani kwamba mnapokuja kwenye halmashauri fulani mjue huku kuna watu, mpige hodi ya watu hao ili kazi iende. La sivyo ndio hiyo hapo mnakuta kukinzana kwa jambo fulani. Mwenyekiti, hiyo tumelichukua, lakini sasa nini maana ya semina hii? Yaani kwamba sasa tayari wote tumepata uelewa pamoja. Yaani wakati mheshimiwa Msata pale umeona kabisa lile lidude la kuchimba kisima limekuja. Na ukiangalia kabisa huoni afisa mazingira popote unapogeuka, si ndio? Maana yake mimi nategemea sasa wewe uniarifu mimi, si ndio? Yaani ndio maana ya nini ya mahusiano anayozungumza mheshimiwa mwenyekiti. Yaani pia kwa faida, maana kuuliza hivyo nilikuwa nataka nipate. Kwa sababu anatakaje kile na kibali chake. Lakini sehemu kwa na kuchimba maji sio sehemu husika. Lakini anapokuja kwa mazingira akasema bwana, hapa kweli maji yanataka kupatikana hapo, lakini hapa mstahili kuchimba, tafuta sehemu nyingine. Yaani nilikuwa tunashukuru la mheshimiwa pale amezungumza kwamba kuna afisa wa madini ameenda kule. Mheshimiwa, ndio haya masuala ya mahusiano tunayozungumza. Yaani kimsingi haiwezekani mtu aje apite hapa halmashauri moja kwa moja tu anaenda kwenye kata ya mheshimiwa pale. Mawili, asipewe ushirikiano au aambiwe arudi kwenye taasisi husika wamtambue na aeleze nini